Karibu mwanafamilia bora wa Mtanange TV, tuendelee kujuzana mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea kujitokeza katika anga la kimichezo Tanzania, kitaifa lakini nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kubwa zaidi tunafahamu ya kwamba kuna taarifa ambayo imetoka rasmi kutoka katika kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, na tunafahamu kulikuwa kuna kesi nyingi. Kulikuwa kuna kesi ya Ali Shabani Kamwe, tunafahamu, ambayo aliweza kushtakiwa, lakini pia kulikuwa kuna kesi ya Ahmed Ally ambayo yeye alishtakiwa na wananchi Young Africans kuhusiana kauli zake ambazo aliweza kuzizungumza. Yote hayo bado yalikuwa hajatolewa ufafanuzi, licha ya kwamba kipindi cha nyuma kuna taarifa zilisambaa kwamba Ali Shabani Kamwe amefungiwa miaka 5 kujihusisha na soka. Mengi yakazungumzwa, lakini taarifa rasmi bado ilikuwa haijatolewa rasmi. Kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kwa ajili ya kupitia na kutolea uamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Baada ya vikao vyake, kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Jambo la kwanza, shauri dhidi ya Hamisi Mazanzala. Huyu Hamisi Mazanzala na ofisa habari wa klabu ya Kagera Sugar alishtakiwa na sekretarieti ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutokufanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Lakini pia shauri la pili ni shauri dhidi ya Hamisi Mohamed, mwanachama wa klabu ya Simba, alishtakiwa na sekretarieti ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Lakini shauri la tatu ni shauri dhidi ya Ahmed Ally, meneja habari wa mawasiliano wa Simba, alishtakiwa na sekretarieti ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na imemwachia huru. Lakini pia shauri la 4 ni dhidi ya Ali Shabani Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, alishtakiwa na sekretarieti ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Lakini pia shauri la 5, shauri dhidi ya Shufaa Jumanne Nyamlani, mtunza vifaa, kiti manager wa timu ya taifa ya beach soka na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa matatu.
Makosa hayo ni kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021 na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021. Shufaa Jumanne Nyamlani alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote, kwa kuwa wito ulimtahadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao. Expata kamati iliendelea na shauri baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake. Kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Lakini shauri la 6 dhidi ya Saleh Mohamed Saleh alikuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa ya kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, kutoheshimu kwa ujumla kwa upande wake kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 8A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021 na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021. Saleh Mohamed Saleh alitumiwa wito ambao kamati ilijidhihirisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote, kwa kuwa wito ulimtahadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao. Expata kamati iliendelea na shauri baada ya kusikiliza ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka za vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake. Kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Hapa tukizungumzia leo ni tarehe 19, tayari shauri hilo limekwisha kuanza kufanyiwa kazi. Lakini baada ya hilo, Ahmed Ally, afisa habari wa Simba ambaye amekutwa huru na hana hatia yoyote, tukumbuke kwamba alitoa taarifa kwamba ameshtakiwa na Young Africans, ameandika kwamba nimewagaragaza kwenye kesi. Haya sasa, kabumbeni nyingine, hamniwezi ngo. Afisa habari huyo Ahmed Ally amechekelea na kuandika hivyo katika Instagram page yake mara baada ya taarifa hiyo kuweza kutolewa. Lakini afisa habari wa Yanga Ali Shabani Kamwe pamoja na afisa habari Mazanzara na yeye wamekutwa na hatia na kulipa faini ya shilingi 500,000, bila kusahau shabiki wa Simba anajiita anafahamika kama Mo Mohamed huyu, na yeye amekutana na hatia hiyo ya kulipa faini ya shilingi 500,000 kwa kila mmoja wao. Wamekutana na hilo. Mambo yamekuwa hivyo
kwa upande huo, na tayari Mohamed Mo ameanza kuchangisha kwenye Instagram yake. Anaonekana kwamba kuna watu wameanza kumtumia pesa ili aweze kujitoa kwenye hili ambalo limeweza kumkumba, na baadhi ya watu wameanza kumchangia pesa kwa upande wake. Ally Shabani Kamwe pia kautwa na hiyo hatia, lakini mambo yamekuwa hivyo. Tuambie maoni yako kwa hili ambalo limeweza kujitokeza na hili ambalo limemkuta Ally Shabani Kamwe, na wamepewa onyo kutokujihusisha na makosa kama haya kwa muda wa miaka 2, na hivyo wanatakiwa kuwa makini sana na mienendo yao ambayo wanaendelea kuwa nayo. Tuambie maoni yako, lakini kubwa zaidi tu endelea kwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Asante kwa kuwa mwanafamilia bora wa Mtanange TV.